سيدنا محمدا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Namwomba Allah jalla jalaluhu kama alivyotukusanya katika nyumba yake atukusanye kesho peponi pamoja na bwana mtume Muhammad. Tunamshukuru Allah Maulana kwa kutujalia kupata nafasi nyingine ya kuiona Ramadhani ya mwaka 1445 na kuiona Ramadhani ya mwaka 2024 miladia, si kwa ujanja wetu wala si kwa nguvu zetu. Hii ni taufiki ya Allah, na pengine Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwetu ametupa kama nafasi yetu ya mwisho kabla hatujaondoka katika hii dunia. Inawezekana kabisa ikawa hii ni Ramadhani yetu ya mwisho, kama wenzetu ambao walitarajia kufunga na sisi lakini wameshatangulia, na hilo halina mmoja. Al-a'maru kulluha biyadillah, umri anaujua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama sisi tumebahatika kuwa na Ramadhani nyingine miongoni mwa Ramadhani ambazo miongoni mwa sifa zilizopewa Ramadhani hizo ni takfiru sayiat, ni kifutio cha madhambi tunayoyatenda. Ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahuma idha ijtunibat alkabair, kama alivyosema mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad. Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine ni sababu ya mtu kufutiwa dhambi zake ikiwa atajiepusha na makosa na madhambi makubwa. Kwa nini dhambi tu? Ukichunguza sana, miongoni mwa faida nyingi zilizokuja kuzungumzia Ramadhani, moja ni faida ya kusamehewa na kufutiwa madhambi. Kwa sababu madhambi ni tabia na sifa ya mwanadamu. Katika vitu vingi unavyovichuma we mwanadamu, basi nadhani dhambi zitakuwa zinaongoza. Dhambi za macho, dhambi za masikio, dhambi za jawarih, mikono yako, dhambi za viungo vingine vya siri na vya dhahiri, na dhambi za hiki kidubwasha kilichokuwa katikati ya midomo yako miwili ambacho kinaongoza miongoni mwa kuchuma yale madhambi. Basi huyu ndo mwenyekiti. Ulimi, watu wametunga vitabu kwa vitabu kuhusu kuelezea maafa yake. Basi Mwenyezi Mungu anakuletea misimu ya kheri kama hii kwa ajili ya kukusamehe madhambi yako. Ndio maana katika hadithi sahihi Allah anasema, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayefunga Ramadhani akiwa na imani na kuamini kwamba hii ni amri ya Allah na ni lazima kwake na Mwenyezi Mungu amemkalifisha, wahtisaban, na akataraji thawabu kwake yeye tu, si kwa mwingine yoyote, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyo atasamehewa makosa yake yaliyotangulia, dhambi zake zote zitafutwa. Mwenyezi Mungu tujalie miongoni mwa hao watakaosamehewa madhambi yao. Kwa nini hakusema jambo lingine? Mtume akasema tu dhambi. Man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Tena hadithi hii ina vitu vitatu: man sama man qama lailatal qadr. Mambo matatu haya: mwenye kufunga, mwenye kusimama usiku akasali tarawih, mwenye kusimama akasali qiyamul layl, mwenye kusimama akasali katika siku ya lailatul qadri. Ibada tatu hizi zote kasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Huyo atasamehewa miongoni mwa madhambi yake yaliyotangulia. Ya Rab, tujalie miongoni mwa wale watakaosamehewa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia katika sura miongoni mwa sura za kusamehewa hizo dhambi, anna lillahi fi kulli lailatin min layali Ramadhan utaqa. Katika kila usiku ikija Ramadhani, kuanzia usiku wa jana ambao tumeamkia leo Ramadhani, kuanzia jana, basi kuna makundi ambayo Mwenyezi Mungu anayaacha huru na moto. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao. Hiyo ni fi kulli lailatin min layaliha, kila usiku. Katika usiku ambao utapita wa Ramadhan, lillahi fiha utaqaun minan nar, wapo watu wanaachwa. Kama vile katika dunia walillahi almathalul a'la, zinavyotokea sikukuu, watawala na wafalme na maraisi huwaachia huru kutoka katika jela wale masajini. Wengine wamehukumiwa kunyongwa, wengine wamehukumiwa maisha, wengine wamehukumiwa hivi na vile. Wote wale wanaachiwa huru kutokamana na kucelebrate kwamba pengine sikukuu fulani na fulani na fulani. Kwa celebration yetu sisi kama Ramadhani, Malikul Muluk alladhi huwa Allah anawaachia huru kila usiku ujao katika siku za Ramadhani waja wake. Utaona jambo ni lile lile la kusamehewa madhambi. Lakini pia picha nyingine kama hiyo ya kusamehewa madhambi, Mtume alikuwa anapanda katika mimbari yake, wakamsikia waumini akisema amin 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 mara tatu bila ya kumsikia muombaji dua, tukio ambalo liliwashangaza wengi. Kabidi wamuulize, ya Rasulullah, umesema amin mara tatu, lakini sijui sababu ilikuwa nini, ulikuwa unaitikia dua gani? Mtume akawaambia sababu yake, atani Jibril. Amin zile ilikuwa ni dua ya Jibril. Jibril alikuwa anaomba, anasema raghima anfumriin, amepata hasara kubwa mtu ambaye dakhala Ramadhanu thumma kharaja wa lam yughfaru lahu, imeingia Ramadhani alafu ikaondoka Ramadhani bila ya huyu mtu kusamehewa madhambi. Kwa hiyo bado madhambi tu, kuonyesha kwamba miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo mtu anapaswa kufurahia navyo ni kusamehewa dhambi zake. Hata wewe ikiwa umemkosea mtu wa karibu sana, mtu ambaye ni muhimu sana, mwenzako sana, kama ni binadamu uliokuwa na moyo uliosalimika, unapata jekejeke, huna furaha. Kwa nini? Nimekosana na fulani, jamani kaniombeeni radhi, jamani mwambieni anisamehe. Au kila siku unamuomba msamaha, lakini siku atakapokuambia nimekusamehe, kwako wewe ile inakuwa ni siku nyepesi sana, kama umetua jabali juu ya kichwa chako. Kwa hiyo miongoni mwa mambo yenye kufurahisha mno ni kusamehewa madhambi yetu. Katika mnasaba huu leo tutakwenda kuizungumzia aghla shakhsiyatin arafathu tarikh, a'la wa akbaru shakhsiyatin arafatha at-tarikh, mmoja katika wema waliotangulia ambao historia imewatambua. Bado niko katika mnasaba wa kusamehewa madhambi. Tutamsimulia mtu ambaye historia imemtambua katika ausafi ambazo alizitoa Bwana Mtume, miongoni mwa ghaibiyati allati kanat, wakati wa Mtume alizokuwa akizitoa mambo ya ghaib. Huyu bwana alibahatika katika bahati za watu walioelezwa na Bwana Mtume ambao hawakuwepo wakati wa maisha ya Bwana Mtume.
hakuishi kwa kumuona mtume, lakini aliishi katika zama za bwana mtume, lakini hakubahatika kwenda kuonana uso kwa uso na mtume akapata ile sharafu ya kuitwa sahaba. Mnajua sahaba ni mtu ambaye alimuona bwana mtume na akamwamini, lakini ikiwa alikuwepo wakati wa bwana mtume lakini lam tatasharraf ainahu bi ru'yati nabii, anakuwa bado hajafikia kupewa jina la sahabi, kama vile mfalme wa Habasha An-Najashi ambaye hazungumzi kama sahaba, pamoja na kwamba aliposikia habari za mtume alimwamini bwana mtume na mtume alimsalia baada ya kufa kwake. Kilichomfanya asiite sahaba ni nini? Hakumwona mtume kwa macho yake. Na huyu tutayemzungumza leo pia hakuwahi kumwona mtume sallallahu alayhi wasallam kwa macho yake, lakini a'dhamu shakhsiya aliyoisifu bwana mtume wasfan daqiqan, sifa kimoja kimoja, kiasi kwamba ukija ukiziangalia zile sifa alafu atokee, basi utamjua moja kwa moja kwamba mtume alikuwa anamzungumzia huyu. Anaitwa Uwais al-Qarni, ni mtu kutoka Yemen, kijana ambaye alipata umaarufu mkubwa kwa kutajwa jina na bwana mtume wakati mtume hajamuona kwa macho, kwa kuelezwa wasfu wake na bwana mtume, lakini mtume hakuonana naye. Utakuta tunapozungumzia mfano Fathul Qustantiniya, ile asima ya watu wa Istanbul, ilivyokuja ikafunguliwa ikawa katika mikono ya Waislamu, ulama wanatuambia kuna hadithi ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuizungumzia kuhusu kijana, akasema la tuftahanna al-Qustantiniya, Qustantiniya itafunguliwa zama hizo zitakazokuja. Mtume anazungumzia huko miaka ya mbele huko, kisha akasema ni'mal jaishu jaishuha wa ni'mal amiru amiruha. Hakumtaja jina, asema jeshi bora ni hilo litakalofungua Konstantinia, na kamanda bora, amiri bora ni huyo, lakini hakusema anaitwa Muhammadul Fatih. Historia inatuambia anaitwa Muhammadul Fatih, mmoja katika watawala wa Bani Uthman kule Uturuki. Anakuja takriban nambari 7 katika wafalme takriban 30 waliokuja katika daula Uthmania, lakini mtume hakusema kukumtaja jina kwamba ni fulani fulani, lakini huyu Uwais al-Qarni mtume kamtaja na jina, kisha akaeleza na sifa zake, akasema khairu tabi'in, katika watu bora miongoni mwa wafuasi wa bwana mtume watakaokuja baada ya sahaba ndio wanaitwa tabi'in. Sahaba, tabi'in, tabi'i tabi'in, zile karne bora alizozitaja bwana mtume. Khairu tabi'ina, wakati kama tabi'ina walio bora kabisa, rajulun yuqalu lahu Uwais ibn Amir, akamtaja jina lake na jina la babake, al-Qarni akamtaja na jina la kabila lake. Uwais ni jina lake, ibn Amir jina la babake, al-Qarni jina la kabila lake. Tumesema ni khairu tabi'in, hao ni katika bora wa tabi'in. Kamtaja hasa atakayekuja baadaye huko, kisha akatoa ujumbe Rasulullah akasema, man laqiyahu au idha laqitumuhu, mtakapokutana naye huyo,
faqra'u minni salam, peni salam zangu. Katika riwaya ikaja muruhu liyastaghfira lakum, mwambieni akuombeni msamaha, musamehewe madhambi yenu. Angalia huyu bwana anayetajwa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na sifa alizopewa, lakini mwisho kibwagizo alichokimalizia Bwana Mtume kwamba jambo muhimu, huyo mtu atakuwa ni katika wale watu ambao ni mujabu da'wa, wenye kukubaliwa dua zao haraka haraka. Lau aqsama, ikaja katika baadhi ya riwayat, lau aqsama ala Allahi la abarrahu, ni katika wale ambao dua zake hazitupwi. Akiapa kitu chochote Mwenyezi Mungu anamsadikisha kiapo chake, yani dua zake atakazosema Mwenyezi Mungu anamtakabalia. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alipozungumza maneno haya alikuwa na masahaba zake wakiwemo Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab alipoisikia hadithi hii, kana yatarakabu amdadan min al-Yaman, kila siku alikuwa akiisubiri ile misafara ya watu kutoka Yemen. Kila anayekuja anawauliza, afikum ahadun min qarn? Swala lake ilikuwa ni hilo. Wakija jamaat kutoka Yemen, swali lake ni moja tu, je, katika haya makundi yaliyofika yuko mtu kutoka katika kabila la Qarn? Wale wanasema la, wanaondoka. Ukija msafara mwingine, afikum rajulun min Qarn, yuko yoyote kutoka katika watu wa Qarni wa kabila hili katika msafara huu? Wanasema la. Linakuja kundi lingine, afikum ahadun min Qarn, kila kundi analiuliza. Hii yote ni Umar kumtafuta huyo mtu ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam amemsifu. Anasema hatta jaat Qarn, mpaka siku miongoni mwa masiku kabila la Qarn likafika katika mji wa Madina. Umar ibn al-Khattab akakutana nalo. Alipoliuliza swala lile lile, afikum ahadun min Qarn, qalu na'am. Akasema leo nimepata nilichokuwa nikikitafuta. Sasa kabila ni hili, je, yule mtu yupo? Akawauliza, afikum Uwaisul Qarni, yupo Uwais katika nyinyi? Wakasema hayupo Uwais. Kabila kalipata, lakini Uwais hayupo. Angalia watu wanavyochimba na kushughulika na kutafuta vitu ghali na nafisi. Unajua anachokitafuta Umar ibn Khattab ni kitu gani? Anamtafuta, akimpata tu anamwambia niombee dua, niombee msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe na mimi tunamjua Umar anaitwa Al-Faruq, alafu tunamjua Umar kama ahadul mubashirina bil janna. Tunamjua Umar ni muwaffaq al-mulham, yani ilikuwa akisema neno anaafikiwa na Qur'an. Zilikuwa zikishuka aya za Qur'an kumaid, kumuunga mkono kwa lile alilokuwa analizungumza. Ya Rasulullah, nahisi baada ya kuzunguka al-Kaaba tusali raka mbili hapa maqamu Ibrahim, zinashuka aya wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ya Rasulullah, nyumbani kwako kunaingia wema na waovu, wake zako wangekuwa na vazi special la hijab, zinashuka aya za hijab. Ya Rasul, yani alikuwa ni muwafaq. Zaidi hayo, Mtume anamwambia shetani hakamati njia ambayo umekamata wewe Umar. Sifa zote hizi ingelikuwa tumepewa mmoja miongoni mwetu sisi hapa, ingekuwaje? Yani hata kuswali ungekuwa huji tena msema. Nyinyi jipigeni na majamvi,
mimi kesho mtaniona peponi na kunywa supu, kwa sababu Mtume kisha nibashiria. Mtaniweza wapi mimi sio mwenzenu. Hakuna aliyebashiriwa hapo. Utasikia huko mitaani namna watu wanavyojitapa. Umar ibn al-Khattab pamoja na sifa zote hizi zote, Hafidhu Ibrahim aliwahi kusema maneno, alimlakhis Umar ibn al-Khattab katika baadhi ya abiyat: ya rafi'a rayata shura wa harisaha jazaka rabbuka khairan an muhibbiha رأي الجماعة لا تشقى البلاد رغم الخلاف ورأي فرد يشقيها إن جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها فمن يوالي أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رديها لقد كنت أعدى أعاديها فصرت بفضل ربك حسنا من أعاديها. Hafidhu Ibrahim, mshairi mmoja mkongwe kutoka kule Masri, anamweleza Umar katika hizi abiyat, na hii ni historia yake yote. Wale talabatul ilmi wakazitafute hizi abiyat, wataiona history ya Umar al-Imlaq, giant huyu anayeitwa Umar al-Faruq. Au safu hizi zote anamtafuta Uwaisul Qarni, amwambie tu niombee istighfari, niombee nisamehewe makosa yangu, niombee Mwenyezi Mungu anisamehe dhambi zangu. Afikum rajulun min qarn, qalu na'am, katika sisi ndiyo. Uwais al-Qarni ni mwenzetu. Yuko wapi? Kaifa haluhu, mmemwachaje? Wakamzungumza wakasema yupo. Taraknahu ratha albayti dhaif alhal au qalil almal, hana kitu, hali yake ni ya watu maskini. Sasa angalia mtu aliyesifiwa na Mtume kwamba khairu tabi'in, mtu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mkimuona, jambo la kwanza mpeni salamu zangu, au jambo la kwanza mwambieni akuombeeni dua, kwa sababu dua zake zinakubaliwa. Lakini rathat albayt dhaif alhal, nyumba yake ukiiona, nguo zake utakavyomwona amevaa, hali yake ni wale watu ambao akisema hasikilizwi, ni wale watu ambao akienda kugonga mlango mfano wa sultan au amir au nani atadharauliwa wala hafunguliwi. Akienda kuposa hatopewa mke, akisema neno watu watamwona ana njaa. Ni katika watu ambao wanadharaulika katika jamii. Sasa mara nyingi watu wa aina hii ni hatari, na ndio maana wewe ukishamwona mtu aina hiyo, basi usije ukamdhalilisha au kumdharau, pengine kuna siri ndani yake. Yani majhulun fi dunya lakin ma'rufun fi sama, hapa duniani hatambulikani, lakini mbinguni ni mwenyeji, watu wanamjua vizuri, jina yake kule mbinguni yanatambulikana. Watu aina hii ni hatari, na ndio maana Allah anawaficha. Anasema mmoja katika ulama, Allah anamficha wali wake, rafiki yake, ili Muislamu asiwadharau Waislamu wenzake. Anamficha wali, akhfa waliyan min awliyaihi lialla yuhqara almuslim. Mwenyezi Mungu anamficha wali wake ili wewe ukitafuta wali wa Mungu ni nani, usimdharau yoyote katika watu. Huenda ikawa huyo unayemdharau ni nani? Ni wali wa Allah. Ndio maana unatakiwa uwa respect wote. Unayemuona kwako ni wali,
unayemuona si wali, wote wa respect, kwa sababu huenda yule unayemdharau akawa ndio wali, na Mwenyezi Mungu anasema man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharb, mwenye kumpiga vita wali wangu nimetangaza vita naye. Mtu huyo ukimdharau, ina maana umeshatangaza vita na Allah. Wapo miongoni mwa watu, kwa hiyo miongoni mwa vitu vilivyofichwa, kama vile alivyouficha usiku wa Lailatul Qadri Mwenyezi Mungu ili uhangaike kutafuta katika Ramadhani nzima, usije ukadharau, ndivyo vile alivyofichwa wali wa Allah katika watu wake. Sasa miongoni mwetu hapa mitaani kwetu, huenda yule tunayemwona hafai, dhaifu, mnyonge, wa motoni, kumbe yule ndo wali wa Allah. Wallahi la, kwa sababu ya usafi ambazo tunaziona kwenye macho yake. Kwa hiyo usijaji kitabu kwa kadha yake tu, utakuja kuumia kuwadharau watu wengine. Kuna watu muhimu Mwenyezi Mungu anakuletea, lakini hujui wanasema nini wakiwa wao na Allah subhanahu wa ta'ala, hujui matendo yao wanapokuwa wao na Allah subhanahu wa ta'ala. Awais al-Qarni au Uwais al-Qarni alikuwa miongoni mwa watu aina hiyo, hata mudikani, mnyonge wa Mungu, watu wanamuona hohe hahe, rathat albayt, faqiran, akamwambia tumemwacha hivyo. Lakini watu wakawa kwa nini Umar anamuuliza? Umar akiuliza mtu, ujue huyo mtu kuna mambo. Alikuwa na compete Umar yusabiqu Abu Bakr, mpaka akakiri mwenyewe, anasema wallahi ma sabaqtu Aba Bakrin fi shay'in illa sabaqani, sikuwahi kushindana na Abu Bakri katika jambo isipokuwa alikuwa ananishinda. Siku moja Bwana Mtume amekaa na sahaba zake, akauliza man minkum alyawma asbaha saiman, nani katika nyinyi leo ameamka amefunga? Qala Abu Bakr ana ya Rasulullah. Abu Bakr akamwambia mimi ya Rasulullah. Sahaba wengine wote wako pale. Abu Bakr ana ya Rasulullah. Akauliza swali lingine Mtume, man minkum asbaha alyawma shay'a janazatan, nani katika nyinyi leo amekwenda kulipeleka makaburini jeneza, ameenda mazikoni yani? Qala Abu Bakr ana ya Rasulullah, mimi tena Abu Bakr. Mtume akauliza swali la tatu, man minkum aada alyawma maridan, nani katika nyinyi leo amekwenda kumkagua na kumzuru mgonjwa? Qala Abu Bakr ana ya Rasulullah. Mara ya tatu hiyo Abu Bakr, mimi ya Rasulullah. Faqala an-nabiy ayyukum at'ama al-yawma miskinan. Swali la nne, nani leo amemlisha maskini? Faqala Abu Bakr ana ya Rasulullah. Abu Bakr bado mimi ya Rasulullah. Mtume akasema majtama'na haula'i al-ashya majtama'na fi imri'in illa adkhalahu Allahu al-janna, mambo manne haya hayatokusanyika kwa mtu isipokuwa mtu huyo Mwenyezi Mungu atamuingiza peponi. Nani katika leo sisi amefunga? Sote tumefunga, lakini nani aliyekwenda kuzika leo? Kuna mtu miongoni mwenu amezika leo? Sheikh Rashid amezika, mashaallah, bahati yako. Sasa imebaki la tatu, nani leo amemlisha maskini? Sheikh Rashid ni mwadilifu, hajanyanyua mkono kwa sababu hajalifanya hilo. Ayyukum alyawma aada maridan, nani aliyekwenda kumwona mgonjwa? Unaona mambo manne haya msikitini kwetu leo hakuna hata mmoja aliyeyafanya, ikiwemo mimi khatibu wenu mwenye kuzungumza. Kufunga tumefunga, kulisha maskini inawezekana tumelisha, kwenda kuzika. Sasa watu watasema natuombea tufe. Hapana,
kama limetokea hilo mtu akalifanya, ni katika yale mambo manne ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema majtama'na fi mri'in illa adkhalahu Allahu aljanna, yakikusanyika haya manne kwa mtu kwa siku moja, yani yote haya, we peponi. Lakini ni ngumu kukusanyika. Basi katika haya mambo kama haya, Umar alikuwa akishindwa, kila Abu Bakri yeye yuko mbele tu. Kuna khairi fulani utamwona Abu Bakri yuko mbele, sema mpaka amekata tamaa, ma sabaqtuhu fi shay'in illa sabaqani. Sasa hili la Uwaisul Qarni, makundi yanakuja kutoka Yemen, anaangalia. Na Yemen, ndugu zangu, ni nchi iliyoombewa. Mtume anasema atakum ahlul yaman araqu afidatan wa alyanu quluban, wamekujilieni watu kutoka Yemen, watu wenye nyoyo zilizokuwa tukufu, watu waliokuwa na nafsi ambazo ni njema zilizotakaswa. Angalia sifa walizopewa watu wa Yemen. Kisha Mtume anasema al-imanu yaman wal hikmatu yamaniya, imani kwao ni Yemen na hikma kwao ni Yemen. Na miongoni mwa hao watu ambao Mtume anasema mkimwona muombeeni dua, rajulun min ahli al-Yaman, na huko ndiko lilotoka kabila la Jurhum katika watu wa Saba, likahamia mpaka Makka. Nabii Ismaili akaoa kutoka kwao, na ndilo kabila ambalo alitoka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hata Mtume asili yake huko. Kwa hiyo Arabu wengi asili yao huko, au kama sio wote. Hikma inatoka huko, na huyu bwana Uwaisul Qarni anatoka huko. Umar ibn al-Khattab mpaka akaja akabahatika sasa siku ya kukutana na Uwaisul Qarni. Ile misafara inayokuja, angalia tena, Mtume amekufa, Abu Bakr amekufa, hawa wote wamekufa, Uwais hajaja. Ina maana hakupata hata suhba, hakuhama akapata hijra, na alikuwa katika nyakati hizo. Wakati Mtume yupo alikuwepo. Kilichokuwa kinamzuia ni nini? Mtashangaa hizi daraja zote alizozipata Uwaisul Qarni, pamoja na uchamungu wake na uwalii wake, kulikuwa kuna jambo ndilo lililomfanya achelewe kuja kumwona Mtume, mpaka Mtume amekufa hajaonana naye. Lakini Mtume kaletewa report na Jibril kuhusu wema wa Uwaisul Qarni. Alikuwa anamuuguza mama yake, babake amekufa akiwa mdogo, yuko na mama, na mama anampenda sana. Alikuwa hataki kumwacha mama peke yake, na mama hataki kulishwa, kukaa na mtu yoyote zaidi yake. Akasema mimi siondoki mpaka nihakikishe mama yangu nimemhitimisha. Sasa katika auswafi alizozitaja Mtume kuwatajia masahaba, wanasema kana lahu walida wa kana biha bar. Uwais alikuwa na mama. Katika auswafi alizowapa masahaba, ana mama yake huyu, lakini sio mama tu bure bure, ni mtenda wema kwa mama yake. Na ndicho kilichomzuia mpaka leo hajafika huko Madina, nikiondoka mama nitamwacha na nani? Enyi vijana ambao ukipata safari ya kazi, safari ya dunia, safari ya masomo, safari ya kwenda kokote kule, unasema mama, bwana potelea mbali, hii dili niliyoipata, lia mpaka ugaregare, mimi siachi hii, nakufa nayo. Unaondoka, unamwacha mama analia machozi. Kwani vijana hao hawapo? Kazi, dili, biashara, chochote kile utakachokizungumza, hicho kitu na Bwana Mtume, nani bora? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi Uwais, kwa sababu anajua taalimu za dini kumuhusu mama, anajua Mtume kausia nini kuhusu mama,
watu walikuwa wakija wanasema, ya Rasulullah, nataka kujiunga katika wanajeshi watakuwa kwenda katika jihad. Anamuuliza, mama yako yuko hai? Wazee wako wako hai? Ndio. Nenda kafanya jihadi yako, kukaa na wazee wako vizuri, nayo hiyo ni jihadi. Mmoja anakuja anatatarika, anaambia Rasulullah, nimefanya dhambi, nataka kuomba msamaha. Anamuuliza, mama yako yuko hai? Mama yangu kishakufa ya Rasulullah. Halo yako yupo? Yupo ya Rasulullah. Nenda kamfanyie wema kama unavyomfanyia mama yako, utasamehewa madhambi yako. Wangapi ambao tumeomba kwa mama zetu watuombee dua? Wangapi tumefanya wema mpaka tukasamehewa makosa kwa wazee wetu? Kama mama hayupo, mahalo tunawaangaliaje? Mimi najua katika jamii zetu tumeshazoea, akishakufa baba au mama, wengine wetu tutawaambia mshike adabu zenu, mimi mama yangu kishakufa. Tena hao ni maloo zako, ni mashangazi zako, utawaambia yule nilikuwa nikimheshimu hayupo tena, mimi sasa hivi simtambui yoyote. Na kheri akisema simtambui yoyote, anaweza akasema simtambui mbwa yoyote. Vijana hao hajui kama Mtume kasema alkhalatu walida, mama mdogo naye mama, halo naye mama. Ile familia yako kuna ulul arham, kaa nao vizuri, siwapige vita, lakini una nafasi kubwa kama mama yako yuko hai ya kutengeneza relationship kati yako na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuyafanya mengi maajabu. Kuna watu wengine sisi tunawaona katika hii dunia wamebarikiwa tu, wanakwenda vizuri, wanateleza mambo yao, kumbe ni kwa sababu ya uhusiano wao na mama zao. Leo Uwaisul Qarni kapanda daraja mpaka Mtume anasema, jamani, huyo kijana mkija mkimuona mkimbilieni awaombee dua. Alikuwa na mama, anaye mama yake biha bar, ni mwema kwa mzazi wake. wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ayati hizi ni shahid baada ya ibada ya Allah na kumtii Bwana Mtume Muhammad, anakuja nambari 2, mama na baba, wazazi wako. Daraja hii kaipata Uwaisul Qarni, hachi kitu cha kheri kumuhusu mama isipokuwa amekifanya katika wema, mpaka mama yake amemzika, amemhitimisha, ndo ametoka sasa. Angalia, anakuja Mtume ameshakufa, Abu Bakar ameshakufa, khalifa ni Umar ibn al-Khattab. Sasa tukio hili la Umar kuulizia fikum Uwaisul Qarni ilikuwa ni katika ukhalifa wake. Kishachelewa, hajachelewa huyu Mtume kamtambua, hata hajaja Mtume kambashiria kheri, hata hajafika, kutokamana na yale alikuwa akiyafanya kule. Amekutana naye sasa ana kwa ana, Umarul Imlaq na Uwaisul Qarni. Anawauliza wale makabila waliofika ardhi ya Haramain, fikum Uwaisul Qarni? Qalu naam. Yule pale na ukimtizama kweli unaona, unajua mara nyingine mtu akisikia jambo alafu aje aone kwa macho yake. Mimi nilikuwa nafikiria ni jitu kubwa, anakuambia. Wakikusikia sikia wanakuimagine. Mimi na sahibi yangu mmoja
wakati ule tulipokuwa tunafanya da'wa hakuna video, ni audio zile, nasikia kaseti. Akaja akasikia sauti yangu alipokuja kuniona live, asema mimi nilikuwa nafikiria ni jitu moja kubwa, alafu mfupi sana, alafu anatembea na bakora, alafu mzee, kumbe wewe ndio Uthman Maalim. Yani imagination yako inakuja kutokana na vile unavyoona mwenyewe. Sasa ukija ukimwona yule mtu aliyesifiwa, ndio huyu. Image yoyote unayopewa inatengezwa. Hata mji, ukiambia mji fulani, basi huwa unautengeza mwenyewe ule mji. Hata pepo ambayo tunaambiwa kuna pepo huko, wengi wetu wanaanza kuimagine labda iko kama hivi. Ukiona picha kwenye television sasa, tumekaa kama peponi, unajuaje? Lakini miongoni mwa mambo yaliyokuwa ya ajabu mno, Mwenyezi Mungu anasema a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yani hiyo pepo hata imagination za watu hazijawahi kuimagine. Hakuna kabisa mtu aliyewahi kuwaza kwamba pepo iko hivi kwa uzuri uliokuwa, kwa sababu tabia zetu ni za kuwaza waza. Sasa ukiwaza pepo ujue, wa kullu ma khatara bibalika faljannatu khilafu dhalika, kila lililopita katika moyo wako kuhusu pepo, pepo iko kinyume na hivyo, sivyo hivyo ilivyo, na kutoa wasiwasi na kuondoa shaka kwamba waza utakavyowaza, fikiria utakavyofikiria. Hujazuiwa kufikiria, fikiria kwamba pepo iko hivi, lakini sivyo ilivyo, iko tofauti. Na wengine wanamfikiria mpaka Mungu alivyo. Fikiria utakavyofikiria, lakini sivyo hivyo alivyo, kwa sababu la shabiha lahu la mathila lahu, hana mfano Allah. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hakuna kitu kinachofanana naye, wala hakuna mtu anayefanana naye. Kwa hiyo fikirie sana kumhusu Mwenyezi Mungu, fikiria utenda kazi wake. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi madha fi khalqi samawati wal ard la yatafakkaruna fillah. Hawamfikirii Mungu wakaanza kumtafuta yuko vipi, alitoka wapi, kaumbwa na nani. Utakwenda kukufuru. Wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, wakishakusemaje, rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Ya Rabb, hukuumba hizi mbingu na ardhi bure bure. Zote zinaonyesha quwwatullah. Angalia, 7 samawatin shidada qawiya, na ardhi zake na atmosphere unayoiona na galaksi zake na ilmu ambazo tunafundishwa kuhusu utendakazi na ulimwengu alioumba Allah subhanahu wa ta'ala. Yote hii in dallat ala shay'in fa innama tadulluka ala azamatillah, utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Umar ibn Khattab akamwona, sikiliza alivyomwona, akamuuliza anta Uwaisul Qarni, anta Uwais, wewe ndio Uwais? Akamwambia naam. Al-Qarni, kabila kutoka Qarni? Akamwambia naam. Ibn Amir, wewe ndio Ibn Amir baba yako? Naam. Sasa sikiliza auswafu nyingine alizompa bwana Mtume Muhammad. Asema kana bihi barasun fadaa Allah wa adhhaba Allah barasahu. Miongoni mwa alama za huyo Uwaisul Qarni, alikuwa na ugonjwa wa balanga wa baras. Ugonjwa wa balanga unaitwaje kwa Kiswahili? Ukoma.
baras. Huu ugonjwa mara nyingine ukivaa nguo hauonekani, inawezekana uko ndani ya mwili, kwa huku kwenye ngozi, kwenye tumbo, baras hauonekani. Lakini angalia, Mtume kataja, ujue kwamba hii ni katika miujiza ya Bwana Mtume Muhammad. Hajakutana naye huyu, hajaishi naye. Mtume yuko Madina, huyu Uwesi yuko Yemen, lakini anatoa wasfu wake. Bali baadhi ya shurahu alhadith wanasema Mtume alimweleza mpaka namna alivyo, kimo chake, rangi yake na kuendelea, wakamtambua kwa wasfu aliopewa Bwana Mtume, aliotoa Bwana Mtume Muhammad. Mmoja anasema kana bihi barasun, alikuwa na ugonjwa wa mbalanga, akamponya Mwenyezi Mungu kwa dua yake yeye mwenyewe, alimwomba Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mujabu da'wa. Fadaa Allah wa adhhaba Allahu barasahu, akamwomba Mwenyezi Mungu akamwondoshea maradhi yake ya mbalanga, illa, isipokuwa ule ugonjwa wote ukaondoka, isipokuwa maudhi'a, sehemu ndogo katika mwili wake, mathaluhu kamathali dirham, kama mfano wa shilingi, kabakia ile, ule mambalanga yote yakaondoka, mwili mzima ikabaki raundi tu, wanasema chini ya kwapa lake, wengine wanasema katika kitovu chake kabakia pale round. Na shurahu wengine wa hadithi wanasema mwenyewe Uwaisul Qarni kamwomba Mwenyezi Mungu akisema, ya Rabb, niondoshee haya maradhi, nibakishie kidogo, hicho kidogo kiwe kinanikumbusha mimi natoka wapi. Nikiona pale pahali nakumbuka kwamba mimi sikuwa hivi. Unajua kuna wengine wanasahau. Unaweza ukawa wewe Mwenyezi Mungu amekupa neema, baada ya kustruggle kweli kweli, umekwenda mbali sana kutafuta, lakini umekosa. Umekula visivyoliwa kwa sababu ya njaa, umelala pasipolalwa kwa sababu ya njaa, umeishi pahala ambapo wengine wakija, lakini ukaja ukawa mtu kweli kweli. Sasa watu wote wanatamani kuwa kama wewe. Sasa usisahau ulikotoka, usisahau, usiwe kama wale watu watatu wale. Yule alikuwa hana nywele, mwingine akawa mgonjwa, mwingine akawa kipofu, akaambia unataka nini? Akasema mimi nataka mbuzi, mwingine akasema nataka ng'ombe, mwingine akasema nataka ngamia, wakapewa. Baadaye malaika yule akaja akamwambia mimi maskini, kaja katika njia nyingine, safari zangu zimeharibika, niunganisheni jamani nifike. Kaenda kwa yule aliyepewa ngamia, ngambia nipe ngamia mmoja. Akamwambia bwana, mambo mengi, madeni, mali, watoto. Akamwambia mimi mbona kama nakujua wewe, si zamani wewe ulikuwa huna nywele Mungu akakupa, ulikuwa ni maskini Mungu akakupa, mbona nakujua? Akamwambia we unanijua wapi we, acha mchezo, hii mali nimeirithi kabiran an kabiri, kutoka kwa babu na babu wa babu yangu, tumeachiwa na wazee. Anasema na uongo, huyu mwenzenu kasahau alikotoka. Akamwambia basi ikiwa ni mkweli Mungu atakubariki, lakini kama ni muongo we utarudi kule kule ulikotoka. Aji kama yule ni malaika, Mwenyezi Mungu amewaficha hao. Na kweli akiondoka tu yule ngamia wakaanza kufa mmoja baada ya mmoja, kipara chake kikarudi kama zamani kinang'ara vile vile, akawa fukara vile vile, akarudi katika hali ya zamani. Na mwenzake alikuwa na maradhi ya ukoma na mbalanga, akarudi vile vile. Lakini yupo mmoja yule alikuwa ni kipofu, haoni. Yule alipata mbuzi, alipokuja kuombwa akasema bwana, hajamaliza neno, anamwambia sikiliza ndugu yangu, mimi mwenyewe nilikuwa sina chochote. Kwanza Mungu alinijalia mimi nilikuwa sioni, Mungu akanirudishia macho yangu, sasa hivi naona.
tena mimi nilikuwa fukara, Mungu akanitajirisha. Wewe usiniambie unataka ngapi, angalia hizi mali zangu hizi hapa. Angalia safari yako inahitaji wangapi, mbuzi hawa na kondoo hawa, chukua kiasi ambacho kitakidhi haja yako. Anamwambia mwenyewe, chukua, nenda. Unafikiri nasahau mimi nilikotoka? Chukua, nenda. Yule bwana akamwambia, basi barakallahu fi malik, Mungu akubariki katika mali yako, msitaki chochote. Mmejaribiwa, mmetahiniwa, wewe na wenzako wamefeli, na mimi naona kuna wengi wanafeli. Hawataki hata kutajiwa historia zao zile zamani. Wakaambiwa, wewe ulikuwa unalala chini. Wewe sema, wewe nani? Wewe shika adabu yako. Wewe ulikuwa unabeba maandazi. Wewe shika adabu yako. Wewe ulikuwa unalisha ng'ombe. Wewe una adabu nini? Baba yako haja kufundisha adabu? Hataki hata kutajiwa yale yaliyopita. Ataka eti aambiwe kazaliwa akiwa tajiri vile vile. Ulikuwa fukara, sema hadithia. Pia utakuwa unawafundisha watu, kuwaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu ana utenda kazi wake, wa yadullah ta'malu fil khafa. Naam, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhayru innaka ala kulli shay'in qadir tuliju al-layla fi an-nahari wa tuliju an-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyiti wa tukhriju al-mayyita min al-hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Huyo ndio Allah huyo. Anamweka hapa huyu, anamweka hapa yule, anamdondosha huyu, anamnyanyua huyu, anamrufaisha huyu, anamruzuku huyu, anamnyang'anya huyu, anamuua huyu, anamleta hai huyu, anafanya kazi. Sasa wewe pia ukihadithia qissatu hayatik, historia ya maisha yako, unahadithia uwezo wa Allah. Yuko sahibu yangu mmoja haoni haya ya kusema, bwana mimi nilikuwa nauza supu, bwana mimi nilikuwa nabeba sufuria la maandazi, bwana mimi nilikuwa nimeajiriwa nalipwa mshahara shilingi 100. Anasema wazi wazi. Na yuko sahibi yangu mwingine aliwahi kuniambia, anasema sisi tulikuwa tunakula mkate mkavu bila hata ya chai. Baba alikuwa fukara sana, maskini sana, hizi mali hazinishughulishi mimi. Yani katika mamilionea, mabilionea, haoni taabu kuhusu mali wala hazungumzii kuhusu mali. Anaona ni vitu vya kupita tu, kwa sababu anakumbuka asili yake na nyuma alivyokuwa akiishi. Uwaisul Qarni kana bihi barasun fadaa Allah faadhhaba Allahu barasahu illa mawdi'an mithlu dirham. Katika tumbo lake kuna sehemu tu, mawdi'un mithlu dirhamin, ikabakia. Umar akamuuliza, anta Uwais? Qala na'am. Min al-Yaman? Na'am. Al-Qarni? Na'am. Ibn Amir? Na'am. Laka walidak, ulikuwa na mama mzazi unamfanyia wema kweli kweli, unamfanyia ihsani? Na'am. Sasa Uwais mwenyewe anashangaa, huyu kajuaje? Akamwambia, ulikuwa kana bika barasun, ulikuwa una ugonjwa wa baras? Naam. Fada'auta Allah faadhhabahu Allah, ukamwomba Mungu ukaondoka? Naam. Illa mawdi'an fi jismika mithla dirhamin? Naam. Zote kuna sehemu tu kama mfano wa shilingi imebaki? Ndiyo. Hii anamtajia sehemu imo ndani. Kitovu kiko wapi? Nani anakiona kitovu kile? Lakini anamueleza kwamba ipo hiyo sehemu katika mwili wako, na yule anakiri. Nani huyu? Naambia huyu ndio Umar ibn Khattab, Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin amekuja kwa mtu mdogo kama mimi, anashughulishwa haya. Ameyajuaje haya?
Ameambiwa na nani mimi nilikuwa na maradhi? Na mama yangu amemjuaje? Unajua sasa hivi zama zetu hizi hayo mambo wala sio ajabu, kwa sababu kuna WhatsApp, kuna Instagram, kuna sijui nini, kuna kila aina ya vikorombwezo vya kuweza kujua habari za Marekani, mwisho wa dunia huko. Watu huko Australia unawaona live. Hapa sisi tupo hapa, kuna wengi wanashirikiana na mimi katika darasa, wanatizama, wanatuangalia, wanasikia kila tunachokizungumza. Si ajabu, zama zile hakuna kitu, barua inaandikwa baada ya miezi ndo inafika, ndo unapata habari. Ujue haya mambo ni wahi, na ndio miujiza miongoni mwa miujiza ya Bwana Mtume Muhammad. Mtume hakuwa na miujiza moja tu kwamba Qur'an ni miujiza mikubwa, lakini kuna miujiza mingi. Moja hili, kwa sababu nani aliyempa habari mtume kuhusu haya mambo? Jibril katumwa na nani? Allah. Ndio maana mtume anaambiwa katika Qur'an, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa. Hizi kaambiwa, kafunguliwa, ni wahi. Ulikuwa na mama? Ndio. Ulikuwa na maradhi ya mbalanga? Ndio. Pana sehemu pamebaki? Ndio. Asema basi, ana Umar ibn Khattab, mimi ndo huyo Umar unayemsikia. Istaghfir li, nimekuja uniombee msamaha kwa Allah. Uwais mwenyewe alishangaa, anta sahibu rasulillah, anamwambia wewe ni sahaba wa mtume hivyo, anta aula bilistighfari li wa biduai li, wewe ni bora zaidi uniombee mimi. Kati ya mimi na wewe nani hapa anatakiwa kumwombea mwenzake? Umar ni huyo tulomtaja. Umar ni huyo aliyeelezwa, aliyebashiriwa pepo. Uwais anamwambia wewe ni sahaba wa mtume, katika wanafunzi wa mtume wewe mmoja, tena sio wanafunzi tu, katika mawaziri wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, makhalifa wa bwana mtume nambari 2 wewe. Anta aula bidua, wewe ni bora, ni aula zaidi. Mimi ni wa kuombewa na wewe, sio mimi. Umar akamwambia la, wewe, kwa sababu mtume kasema in laqitumuhu, mkimuona Uwaisul Qarni, famuruhu an yastaghfira Allah lakum, muombeni dua, mwambieni akuombeeni dua, na mimi nimekuja uniombee dua. Uwais alivyoambiwa hivyo akamwombea istighfar, akamwombea msamaha Umar. Angalia ndugu yangu, hii ndio ile tawadhu tunayoizungumza siku zote, kujishusha, somo ambalo limepotea katika jamii yetu. Wallahi, kuna vitu tu ukivipata tawadhu kwako inakuwa mwiko. Sayyidina Qatada alikuwa akisema, man utiya malan au jamalan, Mwenyezi Mungu atakayempa mali au uzuri wa sura, au thiyaban au ilman, au Mungu akakupa mavazi mazuri au elimu, thumma lam yatawadha, kisha mtu huyo asiwe na tawadhu, asijishushe, illa kana wabalan alayhi yawm alqiyama, isipokuwa kutakuwa kuna kazi kwake siku ya Kiyama kwenda peponi. Vitu vinne: malan, ilman, thiyaban, jamalan. Na hivi vitu ukiviangalia hivi ndivyo vinavyomfanya mtu akawa na takabur, mali mpaka akasahau alikotoka, uzuri wa sura, elimu, ukawa mtu mtanashati katika mavazi yake. Mtu akikugusa kidogo kanzu yake, nini kanigusa, kanichafua. Unamna ulivyo pia unaona aibu kushake
musafa, kamata mkono wake mtu ukamwamkia. Unatembea huku umeshika pua, kwa sababu watu wengine hutaki kusikia harufu zao. Tanashati, uzuri, usafi ni kitu kinaamrishwa. Hatutakiwi Waislamu kuwa wachafu, ndio, lakini basi usiwe na takabur. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Ni kweli kabisa, natakiwa uwe tena, hasa ukija msikitini uje mzuri, msafi, unanukia, hususan siku za Ijumaa, siku za mikusanyiko kama hivi. Usije ukawa wenzako wanapata tabu kukaa na wewe, mtu anakaa anavumilia darsa anaiona chungu kwa sababu yako. Hapana, najua lilivyokali kama hivi na joto, majasho yanatiririka, na kila yakitiririka majasho ndio unazidi kutoa harufu wewe. Hapana, jitahidi uwe mzuri, msafi, mtanashati kwa kadri ya haja. Tafuta nguo yako nzuri, katika mikusanyiko unavaa. Tafuta manukato unapaka, katika kwapa zako kunakotoa majasho huko tafuta vitu vile unapaka, unakuja vizuri katika mikusanyiko. Unasugua meno. Kuna watu wengine mpaka leo mke wake anamuomba talaka, lakini hajui sababu ni nini. Anasema tu, shekhe, mimi huyu hakuna mwanamke aliyobahatika kama huyu, mimi nampa kila kitu huyu, nishamjengea nyumba huyu huko, nishamnunulia gari huyu, nishamfungulia biashara huyu, anataka nini huyu? Kumbe usugui kwa hapa zako, kumbe meno yako huyasugui, kumbe kuna vitu ambavyo yeye vinamkera. Wewe umefanya makubwa kweli, lakini hivyo vimekushinda. Sasa yeye anaona tabu kuambia mume wangu piga mswaki, anaona tabu. Mume wangu koga vizuri, anaona tabu. Mume wangu hizi sifa za kufanya hivi vitu hivi mimi zinanikirihisha. Maana kuna baadhi ya vitu vinamfanya mtu anakukimbia badala ya kukukimbilia, lakini anaona tabu. Sasa na wewe vile vile kwa mkeo labda vipo hivyo vitu na wewe unaona tabu, basi mfuate mtu unayemweza, mueleze, msivunje ile ndoa. Mwambie jasho lake kama hajatumia kitu fulani atavunja ndoa. Anasema tu mimi simpi nyumba, lakini hataki kukoga. Yanatokea hayo, lakini mtu anakuwa mzito wa kusema. Hivi ni vitu vya msingi mno. Umar ibn al-Khattab anasema Mtume alituambia tukikuona utuombee dua. Aweza kumwombea dua. Sheikh Haji vile vile atakuwepo na kitabu cha Fiqh Siyam, tutawaambia siku zake zitakuwa zipi. Lakini leo na kesho kutwa, Jumatatu, Jumanne na Jumatano nitakuwa mimi bado nipo inshallah kwa kuendeleza hizi darasa zetu. Lakini pia nawapa bishara njema, bishara kwamba kama mwaka jana, vijana wengi walikuwa wananiuliza, Sheikh, kama mwaka jana itakuwepo pale mbele ya mihrab kunakuwa kuna mpunga sio wa kawaida katika baada salati al-maghrib. Mimi nawapa bishara kwamba hilo jambo lipo na inaanza leo kama tulivyoanza kufunga. Kwa hiyo liyuballigha shahida alshahidu minkum alghaiba, aliyekuwa hadhir amwambie aliyokuwa mbali. Najua hapa leo patatiririka mabodaboda kama 100 hivi, lakini hakuna neno. Wahisani wetu, ndugu zetu wamejiandaa vizuri, na inshallah tutakuwa pamoja katika iftar hapa. Hizi ni sadaka ambazo huwezi kuzipata katika miezi mingine. Mwezi wa Ramadhani una kheri zake, na miongoni mwa kheri zake hiyo neema itakao kuwepo hapa. Lakini sio kula tu, salatu tarawih uwe pamoja nasi hapa. Kama hata sio pamoja nasi, popote pale utakapokwenda hakikisha unasali salatul qiyam, salatu tarawih, kwa sababu hii ni ibada ambayo huwezi ukaipata isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani, na ndio tunaanza. Usipitwe na kheri kama hizi. Lakini pamoja na yote hayo, usisahau kwamba wewe mfungaji una dua ambayo hairudi.
Usisahau ukawa wewe unakumbuka kula tu, kumbuka dua. Lisaimi da'watun la turad, mfungaji ana dua hairudi. Mwenyezi Mungu inshallah atutakabalie saumu zetu na ibada zetu zote. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min adhabika nastajir. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ayn. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وتوبتنا يا إله الأولين ويا إله الآخرين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.